Hoja ya kuahirisha bunge. Waheshimiwa wabunge, nimuite sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aje azungumze nasi. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuhitimisha shughuli zote zilizopangwa katika mkutano huu wa 18 wa bunge lako tukufu tukiwa buheri wa afya. Aidha, kwa kuwa huu ni mkutano wa kwanza tangu mwaka huu uanze, ninakutakia wewe Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Spika, pamoja na wewe Naibu Spika, Waheshimiwa wenye viti wa bunge, Waheshimiwa wabunge wenzangu, watumishi wa bunge na Watanzania wote, heri ya mwaka mpya wa 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa naungana na Waheshimiwa wabunge wenzangu kutoa salamu za pole kwa wananchi wa jimbo la Newala vijijini, kwako, kwa bunge lako tukufu na kwa familia ya mbunge aliyekuwa mbunge Rashid Ajali Akbar aliyefariki tarehe 15 Januari mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, naungana na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli kutoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa familia za watu waliopoteza maisha kutokana na madhara ya mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini katika maeneo mbalimbali, na kwa familia za watu 20 waliofariki tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2020 katika ibada huko mjini Moshi mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na matukio hayo, Watanzania wamepokea kwa mshtuko taarifa kuhusu vifo vya wanajeshi wetu 10 wa Jeshi la Wananchi Tanzania vilivyotokea tarehe 3 mwezi huu wa pili mwaka 2020 wakati wakishiriki mazoezi ya kijeshi huko Msata mkoani Pwani, na askari watatu wa Jeshi la Polisi Tanzania waliofariki kwa ajali mkoani Njombe. Natumia nafasi hii kutoa pole kwa Jenerali Venance Mabeyo, mkuu wa majeshi ya ulinzi, na Inspekta Jenerali Simon Siro, mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, na kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa askari hao. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kuwapa pole Watanzania wenzangu waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki na wengine kusababishiwa madhara mbalimbali kutokana na ajali za barabarani na matukio mengine. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wote mahali pema peponi, amina, na wape pia nafuu majeruhi wote waweze kupona haraka. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati tunahitimisha shughuli zilizopangwa katika mkutano huu wa 18 wa bunge lako tukufu, naungana na Waheshimiwa wabunge wenzangu walionitangulia kumpongeza Mheshimiwa George Boniface Machawene, mbunge wa Kibakwe, kwa kuteuliwa kwake kwa waziri wa mambo ya nchi za nje ndani, na Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, kwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nawapongeza Waheshimiwa mabalozi wote ambao wamepangiwa vituo vya uwakilishi hivi karibuni. Natumia nafasi hii kuwakumbusha tena kuwa pamoja na mambo mengine, tutaendelea kupima utendaji wa kazi wao kwa namna wanavyovutia uwekezaji, kutangaza utalii, kutafuta masoko ya bidhaa zetu, sambamba na kujenga taswira nzuri ya Tanzania katika maeneo yao ya uwakilishi. Aidha, viongozi wote mlioteuliwa, tambueni kuwa mnalo jukumu kubwa la kuwahudumia Watanzania, hususani katika kutatua kero mbalimbali zinazowakabili Watanzania hawa. Mheshimiwa Naibu Spika, natumia pia nafasi hii kwa kupongeza wewe binafsi, Waheshimiwa wabunge wenzangu, watendaji wa bunge, kwa ubunifu na uthubutu ambao umekuwa chachu ya mageuzi makubwa ya kiutendaji katika bunge hili. Katika hili nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipopongeza bunge lako tukufu kwa kukabidhi majoho kwa maspika wastaafu, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wao wa bunge hili na taifa kwa ujumla. Hongera sana Mheshimiwa Spika. Na sasa Mheshimiwa Naibu Spika anamwakilisha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mkutano huu wa 18 tunaohitimisha leo, jumla ya maswali 118 ya msingi na mengine 320 ya nyongeza yaliulizwa na waheshimiwa wabunge na kupatiwa majibu kutoka serikalini.
Kadhalika maswali 14 ya msingi na moja la nyongeza ya papo kwa papo yaliulizwa na kujibiwa na Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mkutano huu bunge lako tukufu lilipitisha kwa hatua zake zote muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 8 wa mwaka 2019 na mswada wa sheria za usuluhishi wa mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, miswada ifuatayo nayo ilisomwa kwa mara kwanza katika bunge lako tukufu. Mswada wa kwanza ni mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali mwaka 2020. Mswada wa pili ni mswada wa sheria ya afya na mimea wa mwaka 2020, na mswada wa tatu ni mswada wa sheria ya kusimamia na kuendeleza uvuvi wa bahari kuu wa mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, vile serikali kupitia Wizara ya Fedha na Mipango iliwasilisha katika mkutano huu azimio la kufuta hasara itokanayo na maduhuli ya madeni ya nyumba, ya ada na leseni za magari, riba na adhabu kwa kipindi kilichoishia tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2019. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wa mkutano huu pia kamati za kudumu za bunge 15 ziliwasilisha bungeni taarifa za mwaka za kazi. Taarifa hizo zilisheheni uchambuzi wa kina, maoni, ushauri pamoja na mapendekezo mbalimbali kwa serikali. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wenye viti, makamu wenye viti na wajumbe wote wa kamati hizo kwa kazi nzuri mlioifanya kuanzia maandalizi ya kazi za kamati hadi kuwasilisha taarifa zenu katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imepokea hoja zilizoibuliwa wakati wa vikao vya kamati za kudumu za bunge ambazo naamini kuwa zimeibuliwa kwa malengo mazuri ya kuhakikisha kwamba tunaboresha utendaji kazi na uwajibikaji serikalini. Serikali inaahidi kuzifanyia kazi hoja hizo, hususan wakati huu tunapoelekea kwenye maandalizi ya mpango wa bajeti ya mwaka 2020 mpaka mwaka 2021. Mheshimiwa Naibu Spika, kama inavyokumbukwa, mwezi Juni mwaka 2019 bunge lako tukufu lilipitisha mpango na bajeti ya serikali wa shilingi trilioni 33.1. Kati ya fedha hizo matumizi ya kawaida yalikuwa ni shilingi trilioni 20.85 na matumizi ya maendeleo yalikuwa shilingi trilioni 12.2. Mheshimiwa Naibu Spika, vile mwezi Novemba 2019 serikali iliwasilisha katika bunge lako tukufu muhtasari wa mapitio ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo kwa mwaka 2019 mpaka mwaka 2020 na mwelekeo wake kwa mwaka 2020 mpaka 2021. Kwa msingi huo, nimeona ni vema kuwaeleza waheshimiwa wabunge wenzangu na Watanzania wote baadhi ya mambo makubwa na mafanikio yaliyopatikana hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Disemba 2019 ambapo ni nusu ya mwaka wa fedha wa 2019-2020. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa jemedari wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zimedhihirika wazi katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Viashiria vingi vya kiuchumi vinaonyesha matokeo mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai hadi Septemba 2019, uchumi wa Tanzania ulikuwa kwa asilimia 6.8. Aidha, ukuaji wa uchumi wa nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika robo tatu ya mwaka 2019 ulikuwa kama ifuatavyo: nchi jirani ya Kenya asilimia 5.1, nchi jirani nyingine ya Uganda asilimia 2.7 na Rwanda asilimia 11.9. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mambo mengine, juhudi za serikali katika kuimarisha uwekezaji kwenye miundombinu ya msingi ya barabara, reli, viwanja vya ndege, kutengamaa kwa upatikanaji wa huduma za maji, kuimarika kwa huduma za usafirishaji, habari na mawasiliano, kuongeza kwa uzalishaji wa madini hususani dhahabu na makaa ya mawe na kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo kumekuwa chachu ya mafanikio hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, ukuaji huo wa uchumi umechangia kuongezeka kwa uzalishaji katika sekta rasmi na isiyo rasmi na hivyo kuiwezesha serikali kukusanya mapato zaidi. Kwa mfano, katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2019, mapato ya kodi yaliongezeka hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1.52 kwa mwezi ikilinganishwa na wastani wa shilingi trilioni 1.3 katika kipindi kama hicho mwaka 2018. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu ya 5 ikiwemo kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato na kurahisisha ulipaji wa kodi,
mapato ya kodi kwa mwezi Disemba 2019 yaliweza kuvunja rekodi na kufikia shilingi trilioni 1.92. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa matumizi katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2019, serikali imetumia shilingi trilioni 15.32 sawa na asilimia 91.2 ya lengo. Fedha hizo zimetumika kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ulipaji wa mishahara ya watumishi, ugharamiaji wa deni la serikali, ulipaji wa madai ya ndani yaliyohakikiwa, watumishi wa zabuni na wakandarasi, na uendeshaji wa shughuli za serikali katika wizara, idara zinazojitegemea, sekretariati za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, kuimarika huko kwa mapato kumewezesha serikali kuendelea kuwahudumia wananchi kupitia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii. Naomba japo kwa uchache, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaje mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa kipindi cha Julai hadi Disemba 2019, ikiwa ni miezi 6 ya mwaka wa fedha kama ifuatavyo. Ya kwanza, tumeendelea na ujenzi wa reli ya kati ya kisasa kwa sehemu ya Dar es Salaam mpaka Morogoro kilomita 300, ambayo hadi Disemba 2019 ilifikia asilimia 70. Aidha, kazi ya ujenzi wa sehemu ya Morogoro Makutopora kilomita 422 zinaendelea vizuri na serikali imerejesha huduma ya reli ya abiria ya mizigo ya kaskazini kwa Dar es Salaam mpaka Moshi, na jitihada zinafanywa kufika mkoani Arusha. Ya tatu, la pili ni kuendelea na ujenzi wa mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere, ambapo kazi zilizokamilika ni pamoja na ujenzi wa daraja la muda namba 2, utafiti wa miamba ya udongo, uchimbaji wa mtaro wa chini kwa chini wenye urefu wa mita 147.6 na mtambo wa kuchakata kokoto namba 1. Ya tatu, kuendelea na mradi wa usambazaji umeme vijijini REA, ambapo hadi Disemba 2019 jumla ya vijiji 8236 kati ya vijiji 12268 vya Tanzania bara vimeunganishwa na umeme sawa na asilimia 67.1. Aidha, kufuatia malalamiko ya ucheleweshaji wa baadhi ya miradi ya REA, na mwagiza Waziri wa Nishati kuhakikisha kwamba wakandarasi wote waliosambazwa kwenye wilaya zote nchini kwenye mpango wa REA wanakamilisha majukumu yao kwa wakati kama ambavyo tumekubaliana. 4, kuendelea kuboresha shirika la ndege Tanzania kwa kununua zile ndege mpya 11. Hadi Disemba 2019 ndege 8 zimepokelewa na malipo ya awali ya ununuzi wa ndege nyingine 3 yamefanyika. Aidha, serikali imeendelea kutoa mafunzo kwa marubani, wahandisi na wahudumu pamoja na kulipa madeni mengine. 5, kuzinduliwa kwa jengo la 3 la abiria katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere na kuanza kutumika kuhudumia abiria, na pia kuendelea na uboreshaji wa kiwanja cha ndege cha Mwanza na viwanja vya mikoa mbalimbali. 6, kuendelea na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami zikiwemo barabara kuu, barabara za mikoa na barabara za wilaya. Mtandao wa barabara kuu umefikia kilomita 8502 na mtandao wa barabara za mikoa kilomita 1756. Pia serikali imeendelea na ujenzi wa Ubungo interchange, ambapo hadi Disemba 2019 umeshafikia asilimia 62 ya ujenzi huo, na ujenzi wa barabara njia 8 kutoka Kimara hadi Kibaha wenye urefu wa kilomita 63. 7, kukamilika kwa ujenzi wa madaraja ya Sibiti Singida, Momba mpakani mwa Songwe na Rukwa, Mlalakuwa Dar es Salaam, Nukuledi mkoani Lindi, na kuendelea na ujenzi wa daraja la Sarenda na daraja la Kigogo Busisi lenye urefu wa mita 3200 na upana wa mita 28.45. 8, kuboresha elimu ya msingi 800,000 Sanga mabweni ya wanafunzi wa kike, kukarabati majengo ya vikuu na vyuo vya ualimu, kuboresha vyuo vya VETA kwa kujenga na kuboresha majengo ya vyuo na kununua vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Vile vile, serikali imeimarisha vyuo vya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii kwa kuanzisha vituo 5 vya ubunifu sanjari na kutekeleza programu ya uanangezi ili kupata ujuzi wa kujiajiri unaoendana na ushindani wa soko la ajira. 10, kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa kugharamia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya vituo 487 vya kutolea huduma za afya, ikijumuisha vituo vya afya 320, hospitali za halmashauri za wilaya 70, hospitali za zamani 9,
na zahanati 88. Aidha, serikali imejenga na kuboresha miundombinu hospitali za rufaa za kule mkoani Njombe, Simiyu, Mara, Geita, Songwe, Katavi, Sekoture, Burigi, Mwananyamala na hospitali za rufaa ya kanda kusini kule Mtwara, kanda ya nyanda za juu kule Mbeya, hospitali ya Kibong'oto na ujenzi wa isolation center katika hospitali ya taifa Muhimbili. Pia serikali imekamilisha ujenzi wa nyumba 320 za watumishi wa sekta ya afya pamoja na kugharamia ununuzi wa dawa, chanjo, vifaa tiba na vitendanishi. Jumla shilingi bilioni 334 zimetumika. Vile katika kipindi hicho jumla ya madaktari bingwa 311 wameendelea kulipiwa gharama za masomo ya uzamili katika vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi. Kadhalika, katika kipindi cha nusu ya pili serikali inakusudia kuajiri zaidi ya watumishi 4,000 wa sekta ya afya. 11. Kuendelea kuboresha huduma ya maji safi salama vijijini na mijini, ambapo utekelezaji wa miradi 631 unaendelea ukijumuisha miradi 558 ya maji vijijini na 73 ya maji mijini. Miongoni mwa miradi mikubwa inayoendelea kutekelezwa ni pamoja na mradi wa maji Arusha, mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe na mradi wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria kwenda katika miji ya Isaka, Tinde, Kagongwa, Tabora, Igunga, Uyui na Nzega. Katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2019 jumla shilingi bilioni 325.9 zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji, ikiwemo uchimbaji wa visima vifupi, vya kati na virefu. 12. Kuimarisha juhudi za ujenzi wa viwanda kwa kuboresha shirika la viwanda vidogo SIDO, ukarabati wa upanuzi wa kiwanda cha ngozi na bidhaa za ngozi cha Karanga mjini Moshi, na kuimarisha shirika la nyumbu ili kuongeza uzalishaji, ikiwemo kuzalisha magari ya zimamoto. Aidha, kumekuwa na ongezeko la ajira na uzalishaji viwandani, hususani katika viwanda vya saruji, marumaru, chuma, kusindika matunda na mazao ya chakula, ikijumuisha ubanguaji wa korosho. Kwa mfano, jumla tani 4254 za korosho zilibanguliwa kupitia viwanda 17 ambavyo vinazalisha 4000 katika upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, lakini pia kidato cha pili na mitihani ya kitaifa kidato cha 4 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2015 hadi 2019. Aidha, shule za kata nazo zimeendelea kufanya vizuri na kuongeza matumaini kwa Watanzania walio wengi. Mheshimiwa Naibu Spika, matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 mwaka 2019 yamebainisha kuwa jumla ya wanafunzi 1,531,120 walifaulu kulinganishwa na wanafunzi 1,213,132 waliofaulu mwaka 2018. Ufaulu huo ni sawa na ongezeko la 26.21%. Kwa upande wa kidato cha pili, wanafunzi 514,251 walifaulu upimaji wa kitaifa mwaka 2019 ikilinganishwa kunyesha katika mikoa mbalimbali kwa kiwango cha kuridhisha. Hata hivyo, baadhi ya maeneo mvua zimenyesha kwa wingi na kuathiri ustawi wa mazao na shughuli za kilimo. Serikali kupitia mamlaka ya hali ya hewa imeendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa mvua na kutumia taarifa hizo kwa washauri wakulima kuzalisha zimezalishwa hapa nchini na tani 5,175 zimeingizwa kutoka nje ya nchi na tani 7,460 ni bakala msimu wa mwaka 2018-19. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mbolea, makisio ya mahitaji kwa msimu wa mwaka 2019-2020 ni tani 586,604 ikilinganishwa na tani 514,138 mwaka wa fedha 2018 za ukuaji wa serikali inaendelea kuhakikisha kuwa 30% iliyobaki inapatikana na kusambazwa kwa wakulima kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, vile viuatilifu vimeendelea kusambazwa kwa ajili ya kudhibiti kanda ndogo ya 12 walikuwa milioni 18 na 58,977. Jumla ya wapiga kura milioni 2,12,212 wamejitokeza kuboresha taarifa zao sawa na 11.14% ya idadi ya wapiga kura walio 88.3 ambayo ni sawa na 0.08% ya idadi ya wapiga kura walioandikishwa mwaka 2015 katika ruti zote 12 wakiwemo waliofariki. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kutoa wito kwa tume kuongeza kasi ya uandikishaji. Kadhalika natoa rai kwa wananchi kutumia haki yao hiyo ya katiba
na kujitokeza kwa wingi kwa lengo la kuboresha daftari zao, taarifa zao na kujiandikisha upya kwa wale wenye umri wa miaka 18 au watakaofikia umri huo wa miaka 18 ifikapo Oktoba mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, nizungumzie migogoro ya ardhi. Katika kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia ongezeko la shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii, na hivyo kuongezeka kwa mahitaji ya ardhi kwa ajili ya kilimo, ufugaji na uwekezaji. Hali hiyo imesababisha migogoro, malalamiko na kero mbalimbali zinazohusiana na matumizi ya ardhi katika baadhi ya maeneo nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na juhudi mbalimbali za kuhakikisha kuwa migogoro ya ardhi nchini inatatuliwa kwa njia ya amani. Aidha, katika kushughulikia migogoro ya matumizi ya ardhi, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli ametoa kibali kwa vijiji 920 kati ya vijiji 975 vilivyokuwemo ndani ya hifadhi na mapori na maeneo ya hifadhi kuhalalishwa rasmi kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa serikali imeanza utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli la kusogeza huduma za ardhi karibu na wananchi kwa kuanzisha ofisi za ardhi za mikoa 26 na kuimarisha ofisi za ardhi za halmashauri zote badala ya ofisi za ardhi za kanda. Mheshimiwa Naibu Spika, nizungumzie masuala ya michezo. Michezo na sanaa imeendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa na hata katika kutengeneza ajira. Kwa mfano, mwaka 2018 mpaka mwaka 2019 sekta ya sanaa ilichangia 0.29% katika ukuaji wa pato la taifa. Niwapongeze wasanii wetu kwa kuendelea kulitangaza vyema taifa letu na fursa zake, na hivyo kuchangia maendeleo ya nchi yetu kupitia utalii na uwekezaji. Wasanii wa muziki wa Bongo Flava, maigizo, uchongaji na uchoraji wamechomoza katika kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa michezo, mpira wa miguu umeendelea kuongeza pato la taifa na ajira kwa vijana wetu. Kwa upande wa mpira wa miguu, napenda nitumie nafasi hii kumpongeza mchezaji wetu Mbwana Samata kwa kuweka historia ya kuwa Mtanzania wa kwanza kusajiliwa na kucheza ligi kuu ya Uingereza katika klabu ya Aston Villa. Tunamtakia kila laheri katika ligi kuu ya Uingereza ambayo ni moja ya ligi ngumu duniani na maarufu na yenye ushindani mkubwa duniani. Nitoe rai kwa wachezaji wote hapa nchini nao wajifunze kupitia mafanikio ya Mbwana Samata kwa kuongeza bidii, nidhamu na kiu ya mafanikio kama ambavyo Mbwana Samata amefanikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, natumia pia nafasi hii kuzipongeza timu zetu za wanawake wa umri wa miaka chini ya 20 na 17 kwa kuendelea kufanya vyema kuelekea kufuzu kushiriki kombe la dunia mwaka 2022. Wakati timu ya wanawake chini ya miaka 20 ikipata ushindi wa nyumbani na ugenini dhidi ya Uganda, timu ya wanawake chini ya miaka 17 umri wa miaka 17 nayo iliondosha Burundi kwenye mashindano kwa jumla ya magoli 6-1. Naipongeza pia Kilimanjaro Queens kwa kuchukua ushindi wa pili wa Sekafa. Kwa mafanikio haya ya soka nchini kwa wanawake na wanaume, na alipongeza shirika la soka nchini TFF kwa usimamizi mzuri, bila kumsahau mlezi wa timu za wanawake Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kuwapongeza pia vijana wetu wa kiume chini ya miaka 20 ambao walifanikiwa kuwa mabingwa michuano ya mpira miguu wa Sekafa nchini Uganda. Nampongeza sana kijana wetu Kevin John, mshambuliaji hatari chipukizi, kwa kusajiliwa pia na timu ya Genk ya Ubelgiji kwenye kikosi chao cha umri chini ya miaka 20, na kwa sasa anasomeshwa na timu hiyo nchini Uingereza, ikiwa ni maandalizi ya kuichezea kikosi cha kwanza cha Genk cha nchini Ubelgiji. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa ndondi nako tumeendelea kupata mafanikio makubwa. Wote mtamkumbuka mpiganaji wetu Mwakinywe, na sasa nitumie nafasi hii kumpongeza bondia mwingine Salim Mtango kutoka huko Tanga, ambaye tarehe 31 Januari 2020 alimtwanga bondia Suyat Takatakut kutoka Thailand kwa technical knockout kwenye ulingo wa mapambano uliochezwa mkoani Tanga
Hakika Tanga inaendelea kutoa mabondia wengi wazuri na muendelee kutufikisha hapo. Mheshimiwa Naibu Spika, kama unavyofahamu, timu yetu ya bunge nayo ilishiriki michezo ya bunge Afrika Mashariki iliyochezwa Kampala, Uganda kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 18 Disemba. Katika michezo hiyo timu yetu ya bunge ilifanikiwa kupata jumla medali 18. Medali hizo zilihusisha dhahabu 5, fedha 10 na shaba 3. Nitumie fursa hii pia kuipongeza timu yetu ya bunge kwa mafanikio hayo pamoja na kulitangaza vyema bunge letu huko nje. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia angalau kuwatambua kwa majina waheshimiwa bunge waliotutetea medali za dhahabu kama ifuatavyo. Wa kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, wewe mwenyewe Dr. Tulia Ackson. Wa pili, Mheshimiwa Natropia Teonitz. Wa tatu, Mheshimiwa Esther Matiko. Wa nne, Mheshimiwa Yosta Komba. Na wa tano ni Mheshimiwa Rose Treve. Hongera sana waheshimiwa bunge kwa kutuletea medali za dhahabu hapa kwenye bunge letu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kutambua juhudi za Bwana Nick Reynolds maarufu kama Bongo Zozo na fujo isiyoumiza katika kutangaza nchi yetu, vivutio vyetu vya utalii pamoja na lugha ya Kiswahili. Ameonyesha uzalendo wa kulitangaza taifa letu nje na ndani ya nchi akiwa sio Mtanzania. Hivyo natumia nafasi hii kuwapongeza wanamichezo wote na wasanii wote ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kulitangaza taifa letu sambamba na kujipatia kipato. Mheshimiwa Naibu Spika, narudia tena kuwa nyote mtakubaliana nami kuwa kwa sasa michezo na sanaa ni chanzo kikubwa cha ajira na kipato hususani kwa vijana wetu. Aidha, nisisitize kuwa michezo ni kinga na tiba kwa magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, shinikizo la damu na unene uliopitiliza. Kutokana na faida hizo, niendelee kutoa rai kwa wananchi kushiriki kikamilifu katika michezo. Aidha, serikali kwa upande wake itaendelea kuweka mfumo bora wa kisera na kisheria ili kuhakikisha kwamba sekta ya michezo na sanaa inakuwa na kuchangia ipasavyo katika pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa michango yenu mbalimbali muhimu katika kuboresha maisha ya wananchi, na nimshukuru katibu wa bunge na wasaidizi wake kwa huduma nzuri na msaada mkubwa ambao wamekuwa wakitupatia kwa kipindi chote tukiwa hapa bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, nawashukuru pia watendaji wa serikali na taasisi mbalimbali kwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi, umahiri na ufanisi mkubwa, na hivyo kufanikisha shughuli zilizopangwa na bunge lako tukufu, bila kuwasahau wanahabari kwa uchambuzi wa hoja na mwenendo mzima wa bunge na kufikisha habari hizo kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nivishukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa huduma ambazo wamekuwa wakizitoa kwa washiriki wa bunge hili, lakini pia niwashukuru madereva wote waliotuhudumia wakati wote tukiwa hapa bungeni, na watakia pia heri katika safari ya kurejea majumbani kwetu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, sasa naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu liahirishwe hadi tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2020 siku ya Jumanne saa 3 kamili asubuhi katika ukumbi huu hapa jijini Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono.